Oh, shalom shalom mwana wa Mungu. Natumaini unaendelea salama kwa utukufu wake Mungu. It's another wonderful time ambayo Baba ametupa neema tena. Tumepata nafasi ya kuweza tena kutafakari mapenzi yake Mungu, kuifahamu kweli, na hasa kumjua Mungu, kumjua sana ili tuwe na amani. Ndivyo ndugu yetu katika Kristo Ayubu alivyotufunulia kwa uweza wake Roho Mtakatifu. Akatuambia tumjue sana Mungu ili tuwe na amani. Ile amani ikikaa kwenye fahamu, kwenye nafsi zetu, inatusababisha tupate kuyapata mema yote. Ndipo mema yatakapotujilia. So I'm very happy that Roho Mtakatifu ametupa nafasi hii. Mungu ni mwema. Katika nyakati hizi alizotupa, ametujenga. Kwa wale ambao tumekuwa pamoja kwa nyakati hizi ambazo Mungu amekuwa akitunyanyua taratibu taratibu kutusogeza mpaka pale alipopapendeza, panapompendeza. Hivi sasa tuna vituo vitatu sasa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Na tunapoongea hivi sasa Mungu ametupa kituo rasmi. Tuko pale Kimara Korogwe. Kimara Korogwe pale. Ndani ya muda mfupi natumaini our media team na jitihada ambazo Roho Mtakatifu anawasaidia, jambo la Google Map litakuwa limetimia na utaweza kuiona bonde la utukufu pale Kimara Korogwe kwa utukufu wake Mungu. Tuko pale kanisa na tuna ibada, unaweza kukaribia pale. Tuna ibada ya Jumatano ambapo pia unaweza kujoin online. Tuna ibada ya Jumamosi prophetic encounter, na tuna ibada ya Jumapili. Na Ijumaa pia usiku tuna ibada ya mkesha. Mkesha kwa wale ambao kidogo mambo yanakuwa busy katikati ya wiki na unatamani kupata ile nguvu, Roho Mtakatifu akusaidia kupata ile nguvu ya kuimarika ndani. Ukidumu sana kuomba, kwa sababu kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, tena akiomba kwa bidii. Hiyo ndio siri ya mwenye haki. Kwa hiyo ukitamani Ijumaa unaweza kupata nafasi kuanzia saa 2:30 usiku pale, ukafika kanisani pale. Ni sehemu karibu sana. Barabara ile ya lami ya Korogwe ile, ukishuka kituo cha Korogwe pale Kimara, ni mwendo wa kutembea tu mpaka kufika kanisani. Barabara ile ya lami ukianza kuingia nayo, barabara ya kwanza kama unatokea kituo cha Korogwe, barabara yako ya kwanza ya vumbi, mkono wako wa kulia ndio inaelekea kanisani. Ukianza kutembea tu, wakati unapandisha ile njia kama mita 200 tu, kanisa unalolikuta la kwanza liko upande wa bondeni, liko bonde la utukufu. Na kama hayo maelekezo hayajakaa vizuri, unaweza kuwasiliana na namba ambazo zinaonekana hapo, wakakusaidia kuhusu kufika. Lakini tunatumaini, I hope, paka kumaliza baada ya kama siku 5, sio? I think in 5 days tutakuwa limekamilika. Yeah, Mungu ni mwema. In 5 days litakuwa limekamilika. Unaweza kuiona kwenye Google Map. So God bless you. God bless you so much. These are wonderful times by the grace of God. Mungu akusaidie na kwa neema ya Mungu akuimarishe hapa. Leo natamani tuyatazame mafunuo ambayo Roho Mtakatifu ametufunulia kwa habari ya power. Nguvu. Sehemu nyingine utaona Biblia inatumia neno nguvu, lakini mara nyingi inatumia neno uweza kwa Biblia zetu za Kiswahili. Lakini kwa Biblia ya Kiingereza imedistinguish kabisa, kwa sababu uweza ni uwekezaji, nguvu ni matokeo fulani. Uwekezaji wa Mungu usio na gharama kwa mwanadamu ni uweza. Uwekezaji wa mwanadamu kuendana na majira na nyakati taratibu unampa nguvu, tukiongea kwa lugha ya sisi wanadamu. Na somo la leo, Roho Mtakatifu natamani akufunulie mafunuo haya, uyafahamu katika misingi yake Kristo Yesu. Swala la uweza kama mwanadamu, uweza uliowekezwa kwako. Ndugu zetu katika Kristo Yesu, Petro na wale tenashari 12,
kati ya mazungumzo ya mwisho tunayoyafahamu, kwa sababu walizungumza vitu vizuri vingi tu na Yesu Kristo, lakini yale ambayo tumepewa neema na Roho Mtakatifu na kuwekezewa hata kizazi hichi tuweze kuyapitia, walizungumza na Yesu mazungumzo ya mwisho. Utayaona pale Matendo ya Mitume mlango ule wa kwanza mstari wa 7 pale na wa 8, ambao natamani upate kitu cha msingi, kisha tumshukuru Mungu tuweze kuangalia mafunuo haya. Walizungumza wakamuuliza Yesu baada ya kuwatokea, na sasa amewafundisha vitu vingine vya ziada, na sasa ameshawaeleza mambo ya msingi mengi. Ikafika hatua wakamuuliza, sasa Yesu Bwana na Mwokozi wetu, kama ni kufufuka tumeona umefufuka, kama ni utendaji kazi wa namna nyingine tumeuona sasa. Wakamuuliza, je, huu ndio wakati ambapo utaichukua Yerusalemu, sasa utaitawala? Matendo ya Mitume ule mlango wa 6 ndio utaona hicho kitu akimuuliza. Mlango wa 7 na wa 8 nataka uone hicho kitu. Yesu akawajibu akawaambia, swala la majira na nyakati si juu yetu sisi kujua hilo, wala kujua Mungu aliyoyapanga ndani ya mamlaka yake. Si juu yetu kama wanadamu, si juu yetu. In a real sense it says that God is not obligated to tell us what is to happen tomorrow. He is not obligated. Wala mamlaka yake haiendeshi kwa kutuambia nini. Ila mstari wa 8 anawaambia kitu cha msingi ambacho God is obligated to. Mungu wajibu alio nao si kutuambia habari za majira na nyakati na nini kitatokea katika mamlaka yake. Mstari wa 8 anawaambia, lakini bali mtapokea nguvu. You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witness. Nanyi mtakuwa shahidi, mtakuwa mashahidi wangu all over, katika Yerusalemu yote, katika Judea, katika Samaria, and to the utmost parts of the earth, na miisho ya nchi, mpaka huku Afrika tukaja tukashuhudiwa kila mahali. Sasa kuna vitu vile pale nataka uvifahamu. Anawaambia katika habari ya majira na nyakati na mamlaka ya Mungu, si kazi ya Mungu kutueleza hasa. Saa nyingine kwa rehema zake anatufunulia manabii, tunawaeleza kwa sehemu binafsi, jamii, familia, taifa, bara ama dunia nzima kwa utukufu wake. Lakini it's not an obligation. Si kwamba he is obligated. He is obligated kwamba anatuachia Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu ameandikwa pale, when he comes upon us, akiwa juu yetu, atatukalia juu yetu, atatujaza nguvu. Kwa sababu kuna Wakristo wanadhani amesema Roho Mtakatifu ndiye nguvu. Roho Mtakatifu sio nguvu, ila yeye ndio chanzo cha nguvu. Akiisha kutujilia Roho Mtakatifu, tutakuwa mashahidi kwa sababu ya ile nguvu tuliyopokea. Na ndio hichi ambacho tutakuwa tukitazama leo. Ni nguvu ipi hiyo ambayo bali sisi tutapokea? Nguvu itakaa ndani yetu, inayotokana na Roho Mtakatifu akitujilia, nasi tutakuwa mashahidi wake, na tunadumu kuwa mashahidi wake. Baba, tunasema asante. Baba, tunakushukuru maana ni kwa upendo wako. Mambo haya ni mazito, ni magumu. Chakula hichi ni cha utu uzima, mfalme wa amani, ili kitusaidie kukomaa. Nyakati hizi mafuta yetu yasipelee tunapokungojea. Tuwe kama wale wanawali wenye hekima, tukiwa na taa zetu na mwangaza wa neno lako. Na mafuta haya, mafunuo haya, this revelation that insets wisdom in us, Father, that insets, Father, another level of understanding. Tukikungojea, tukibaki imara, mfalme wa amani. Baba, ninakusihi kwa damu yako takatifu, tusaidie kufahamu, kuyaelewa na kuyatunza na kuyatii haya tunayoyafunulia, mfalme wa amani, kwa neema yako. Tujaze nguvu kwa damu yako takatifu, Yesu Kristo, ya kufunua maandiko na kuweza kuyafahamu kwa kina zaidi. Katika jina takatifu la Yesu Kristo,
ukitujalia nguvu ya kutoka utukufu kwenda utukufu, kutoka imani kwenda imani, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, nitumie mtumishi wako kwa kadri ya mapenzi yako. Ninasema asante mfalme wa amani. Sifa, heshima, dhamana, utukufu kurudie. Amen. Asante mtakatifu wa Israeli. Oh, God is great. Kwa neema yake sasa tulia hapo kwa utukufu wake. And whenever you get a chance, mafunuo kama haya, nikukumbushe mwana wa Mungu, haki ya ufalme wa Mungu ni uzima wa milele. Haki ya ufalme wa Mungu ni uzima wa milele. Na uzima wa milele ni watu wamjue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Kwa hiyo unapopata nafasi kukutana na neno na Roho Mtakatifu kakupa neema, hakikisha unatimiza ile agenda Yesu alitupa pale Mathayo 6 mstari wa 34. Bali sisi tusijisumbue tule nini tunywe nini, bali tuutafute ufalme wa Mungu na haki yake. Umeutafuta ufalme wa Mungu na neno hili limekufikia. Hakikisha unatimiza kutimiza haki ya ufalme huu. Umeshautafuta ufalme wa Mungu, hakikisha pia unatimiza his righteousness ambao ni uzima wa milele. Kuhakikisha unamshirikisha mtu naye amjue Mungu wa kweli wa pekee na Yesu Kristo aliyemtuma. Make sure you do that. Ina baraka zake ambazo light ungalijua kumtumikia Yesu Kristo ndio kunaleta favor, kibali na kukubaliwa na Mungu. Light ungalijua hilo, usingalicheza na hiyo nafasi. Ukienda Warumi 17 mstari, Warumi 14 mstari ule wa 17 na wa 18, hasa ule wa 18, ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Mstari wa 18 nataka ndo uone, ila kila amtumikiaye Yesu Kristo, kila amtumikiaye mfalme wa ufalme wa Mungu atapata kukubaliwa na atapata kumpendeza Mungu. Kukubaliwa na wadamu na kumpendeza Mungu. Unakitafuta kibali, timiza haki ya ufalme huu. Jidhamirie moyoni kuvuna nafsi ya mtu mwingine, mtu asiyefahamu ama mtu ambaye amepoteza ufahamu huu. Hakikisha una share, unamshirikisha. Uko hapo YouTube, uko hapo kwenye mtandao unaangalia, share with somebody. Mwache atazame. Kristo Yesu ataianzisha imani ndani yake naye ataitimiliza kwa nyakati zao binafsi. Ila kazi yako wewe umemsogezea. Na Mungu akubariki. So settle there yourself. Settle yourself there by the grace of God, tuweze kusogea na uweze kufahamu haya. Nimekuonesha pale Matendo ya Mitume. Na hii siri ni pana, kwamba Roho Mtakatifu akikaa juu yetu, kuna nguvu anawekeza ndani yetu. Na swali lililokuwa linatafutiwa ili jibu lilikuwa, tutajuaje majira na nyakati? Kuna wengine tunatamani kujua Yesu anarudi lini. Kuna mwingine anatamani kujua mimi nitatajirika lini. Kuna mwingine anatamani kujua mimi nitapata mtoto lini. Mwingine anatamani kujua mimi nitazaa ama nitaolewa lini. Mwingine anajiuliza my retirement plan, I expected at this age, katika umri huu ninaouendea nilitegemea mambo yangu yakae sawa, niwe na miradi kadhaa, niwe na usafiri, niwe na nyumba kadhaa wa kadhaa, niwe na uwekezaji, ama niwe na watoto ambao wako kwenye mifumo kiasi kwamba nikipumzika wale wanangu wa ujanani wapo kama mishale, wapo huko wanatafuta, kiasi kwamba nimepumzika. Lakini sasa majira hayaendani na hilo. Kuna mwingine amelala kitandani anajiuliza, sasa hii kansa tunakwenda nayo wapi Mungu? Sasa huu uvimbe ninaoambiwa ninakwenda nao wapi? Mwingine anajiuliza, sasa nimeingia ndio kwenye hii ajira, ama nimeingia kwenye huu uwekezaji, lakini tangia nimeingia sasa ni miezi 6, hakuna faida. Jibu linakuwa limefungwa ndani ya majira yaliyoko mbele. Na hayo majira yaliyoko mbele ya mwanadamu, Mungu anakuambia, Yesu Kristo anaongea pale, anatufunulia. Matendo ya Mitume mlango ule wa 1 mstari wa 7.
Neema Mungu ikusaidie ufahamu hapo. Anamueleza Petro na wale tenashari, anawambia si juu yenu kujua habari za majira na nyakati na aliyoyapanga Mungu katika mamlaka yake, si juu yenu. Kumbuka anaongea na tenashari, anaongea na ngazi ya juu ya kimamlaka ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Sio anaongea na muumini ambaye ndio anajaribu kuukulia wokovu. Hao waheshimiwa wameukulia wokovu. Kuna nabii pale katikati anaitwa Yohana, alikuwa mdogo. Kuna mtume pale, Petro yuko pale na wale wengine. Na sijawataja hivyo kwamba hao ndio wana umuhimu zaidi, hapana. Kila mmoja alikuwa na umuhimu wake katika wale 12. Lakini wako pale hawa. Uelewa walio nao wana uelewa mzuri sana. Lakini anaambia si juu yenu. Lililoko juu yenu ni hili, lakini mtapokea nguvu. Hicho ndo cha kwanza, hicho mtapokea nguvu. Unatamani majibu ya hayo maswali yako? Kuna swala la kupokea nguvu. Roho Mtakatifu ana vitu kadha wa kadha ambavyo Yesu Kristo alimtambulisha navyo. Alimtambulisha amani na waachieni. Si kama dunia itoavyo amani yake, hii amani ni tofauti, ni Roho Mtakatifu. Akasema na waachieni roho wa kweli. Akiisha kuajilia huyu roho wa kweli, huyu roho wa kweli akikaa ndani yenu, huyu roho wa kweli atawafundisha yote. Na hapa ni sehemu nyingine anamtambulisha Roho Mtakatifu kwa kazi yake. Anasema mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Mtapokea nguvu. Lazima hilo swali kwa mtu ambaye unatamani kukua katika Kristo Yesu lianze ku-create namna mpya ya kutafakari. Kwamba sasa ni nguvu ipi hiyo? Ni nguvu ipi? Kwa sababu kama ni maombi yalishakuwepo. Paka dakika hii maombi yalishakuwepo. Kama ni unabii, paka dakika hii unabii ushakuwepo. Paka dakika hii kama ni neno lishakuwepo. Ni nguvu gani hiyo? Ni nguvu gani hiyo? Na ni viwango gani vya hiyo nguvu ambavyo anasema mtapokea? Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu. Kwa sababu kuna Roho Mtakatifu anayekutawala kimamlaka, anakupa nguvu. Kuna Roho Mtakatifu akae ndani yako, anakushuhudia habari za haki, hukumu na dhambi. Akiwa ndani yako anakushuhudia hayo. Alafu kuna dakika ya mwisho unaungwa naye roho moja. Aliyeungwa roho moja na Bwana wetu Yesu Kristo. Aliyeungwa na Bwana wetu Yesu Kristo amefanywa roho moja naye. Ndio ile Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 6 mstari wa 17. Neema Mungu ikusaidie. Neema Mungu ikusaidie sana, mwana wa Mungu. Na hili jambo ulifahamu. Sasa nguvu hiyo ni nguvu gani? Na Roho Mtakatifu atusaidie hapo. Ni nguvu gani? Ama ni nguvu gani ambayo Yesu Kristo alikuwa anafunua? Anasema sasa kuna nguvu utapokea Roho Mtakatifu akiisha kuajilia. Akiisha kuajilia. Nataka nikukumbushe hichi kitu. Kati ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu ametuwekezea ni kutueleza kwamba katika habari za ufalme wa Mungu, ni kutueleza kwamba ufalme wa Mungu hauko katika neno. Ufalme wa Mungu hauko katika neno. Sababu kuna mwingine anaweza akazani hiyo nguvu ni neno. Nikamsikilize Prophet Larry anieleze zaidi mafunuo ya neno zaidi. Nikamsikilize nabii mwingine, nikamsikilize mtume mwingine, nikamsikilize mchungaji mwingine, niende Nigeria, niende Marekani, nikamsikilize. Labda hiyo ndio nguvu yenyewe. Nitoke kanisa hili nihamie kanisa hili, nikisikia kanisa hili limekuwa zaidi niende kanisa hili, labda hiyo ndio nguvu yenyewe. Lakini Roho Mtakatifu ametuwekezea, ametuambia ufalme wa Mungu, ambao huo ufalme wa Mungu ni katika Roho Mtakatifu, ni katika huyu Roho wake Mungu. Huo ufalme wa Mungu si katika neno, bali ni katika uwezo. For the kingdom of God is not in word. For the kingdom of God is not in word, but it is in power. Kenda ile Wakorinto wa kwanza mlango ule wa 4 mstari wa 20. Ndicho anachokuonesha ufalme wa Mungu si katika neno. Lakini sasa ufalme wa Mungu niko hapa, hata mimi mwenyewe ninachokiongea ni maneno haya, ni maneno haya, ni maneno haya, ni maneno na kueleza.
Kwa nini si haya maneno ninayokueleza, wakati nakufunulia kweli kwa kadri ya nguvu ya Roho Mtakatifu tendao kazi ndani yangu? Kwa nini anasema si haya maneno? Kwa sababu ufalme wa Mungu haupo katika ninachokueleza, upo kwa kile kitakachoendelea ndani yako baada ya kusikia. Sababu nisipokuonesha kwanza hilo, kuanzia hapo itakupa shida. Huu ufalme wa Mungu ambao unatokana na Roho Mtakatifu na huu uwekezaji wa nguvu unaotoka ndani ya huu ufalme, ndani ya Roho Mtakatifu ukae juu yako, na hizi nguvu ambazo zinatoka kwake zinaanza, anasema hivi, na Roho Mtakatifu anatufunulia kwa neema aliyotujalia. Imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ndiyo sifa yake. Imani huja kwa kusikia, kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa tutafute vizuri, kwa sababu ile sentensi pale Warumi 10 mstari ule wa 17, it is on a reversed psychology. Ni sentensi ambayo imegeuzwa. Imani huja kwa kusikia, kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo kinachotangulia cha kwanza ni neno la Kristo. Neno la Kristo linaleta kusikia, kusikia kunaleta imani. Imani ni kituo cha mwisho, lakini mwandishi akakuambia kwa lugha ya kugeuza, akasema imani huja, yani imani inatoka katika kusikia, kusikia kunakuja kutoka kwa neno la Kristo. Kwa hiyo tukianzia kituo cha kwanza, kama ni darasa la kwanza, tutasema darasa la kwanza unatakiwa ujifunze neno la Kristo, na neno la Kristo haliwi nguvu kwanza. Neno la Kristo linaleta kusikia, mchakato wa kusikia, sio kusikiliza, kusikia. Na nitakuonesha kidogo hapo mbele maana tofauti yake. Inaleta kusikia, kusikia kunazalisha imani, na imani ni nguvu. Kwa anaposema ufalme wa Mungu si katika neno bali ni katika uweza, ni kwamba ufalme wa Mungu hauanzi hapa katika neno, haudhihiriki hapa katika neno. Unaanzia hapa katika neno, lakini haudhihiriki hapa, haudhihiriki hapa katika neno. Neno linafika, neno linajenga kusikia, kusikia kunajenga imani, na Roho Mtakatifu akusaidie, sababu uko katika mchakato huu na ninakufunulia hapa nguvu hizi. Lakini ujue nguvu hizi zinaanzaje? Kazi yangu mimi ni kuliachilia mafunuo haya, ili Mungu kwa neema yake awajalie macho yenu yafunguliwe ya ndani na ya ule mtu wa ndani, mpate kuona na kupokea hekima na ufunuo wa kumjua Yesu Kristo. Hicho ndo ninachokufunulia hapa, kwa sababu kuna hekima na kuna mafunuo. There is wisdom and there is revelation of knowing him. Ndio ninachokufunulia hapa. Kisha ili neno linatakiwa likajenge kusikia, kisha ndo huo uweza udhihirike mbele. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Katika neema aliyotujalia Mungu, Roho Mtakatifu akikaa juu yetu, tunapokea nguvu ambazo ndo nguvu pekee alizo nazo mwanadamu. Nguvu tatu. Nguvu tatu ndo nguvu ambazo tumepewa mwanadamu. Kati ya nguvu kadha wa kadha ambazo ziko katika himaya ya Mungu, ametuachilia nguvu tatu. Kwa wale waliopata neema kwenye maisha, wameona labda kwenye TV, kwenye vitu tofauti tofauti, kwenye magazeti, kwenye nini, wanaona kuna mwanadamu anaweza kupaa, wakaona kuna mwanadamu ana nguvu sana. Kama alikuwa una kaka yako nyumbani, ama una rafiki yako alikuwa labda anaweza kunyanyua vyuma, zile nguvu za ziada, hizo nguvu tofauti tofauti. Sasa kiukweli mwanadamu nguvu zake zinazomwezesha ni tatu, na Roho Mtakatifu ameziwekezea hizo nguvu tulizopewa, ni nguvu tatu. Na ndio natamani nikufunulie uweze kunufaika na hizo nguvu, na ujue cha kufanya ili majira na nyakati upate majibu. Mwanadamu amewekewa nguvu tatu. Ana nguvu inaitwa imani, ana nguvu inaitwa tumaini, ana nguvu inaitwa upendo. Hizo ndizo nguvu ambazo tunazipokea. Tofautisha kupokea karama, vipawa vya Roho Mtakatifu
na kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna karama, na karama inaweza isibebe nguvu yoyote. Unaweza ukawa una karama ya unabii, unaweza ukawa una karama ya imani, unaweza ukawa una karama ya utume, ya mwalimu, unaweza ukawa una karama halisi ya cheo na nafasi ya nabii, na bado nguvu zisionekane, kwa sababu nguvu sio karama. Nguvu ni uwekezaji wa Mungu. Ule uweza ni uwekezaji wa Mungu, na hizi ndizo nguvu alizotupa na anazotujaza, na natamani hata nyakati hizi aweze kukujaza upendo, tumaini na imani. There is faith, there is hope, and there is love. Hizi ndio nguvu tatu. These are the superpowers of a human being. Superpowers of the human being. Mwanadamu aliyewekezewa kwa uwekezaji wa Roho Mtakatifu hizi, ushuhuda wake wa Mungu ni dhahiri pasipo hata kuongea kwake. Ushuhuda wake wa Mungu ni dhahiri pasipo hata kuongea kwake. Kokote alipo, awe pale Yerusalemu, awe pale Judea, awe pale Samaria, ama awe katika miisho ya nchi kokote, ushuhuda wake wa mbingu na ufalme wa Mungu ni dhahiri. Na hizi nguvu zina full manifestation katika mwili. Zina nguvu hizi, zina uwezo wa kumdhihirisha Roho Mtakatifu kiutendaji kwenye maisha yako. Na kuna baadhi wamefanikiwa. Nisikudanganye, kuna baadhi wamefanikiwa, wengine hata si wa Kristo, kwa sababu ya kutapin katika nguvu hizi. Vizuri sana tu. In fact, nikikwambia ukweli, hakuna utajiri chini ya jua usio na nguvu inaitwa upendo. Hakuna aliyetajirika pasipo hiyo nguvu. Tatizo, uenda wazimu wa dunia umeshakuchanganya. Kwa hiyo ukisikia upendo, wewe unasikia kitu kingine cha ajabu ndani yako. Wanadamu, upendo umeisha, watu hawapendani, watu wanauana. Lakini ungalijua ndio nguvu pekee inaweza kuvuta fedha, na Roho Mtakatifu akusaidie. Huzuni zaidi ni kwamba imefika hatua, na Roho Mtakatifu atusaidie sana, imefika hatua paka makanisa na injili, wengine paka ndugu zangu katika Kristo ambao ninawaheshimu kabisa na ninaheshimu mafuta ambayo Roho Mtakatifu amewekea, wamefika hatua wana uwezo paka wa kuhubiri na kusema the question of money does not have prayer. I have seen it several times. The question of money does not have prayer. God forbid. Mungu awahurumie. Mungu awahurumie. Alafu tukishamuondoa Mungu na kumuomba Mungu kwenye fedha na uchumi, tunaweka nini hapo? Tunaweka hekima za wanadamu? Tunaweka nini kwenye hiyo question? Hizo ambazo mnasema with motivational courage kabisa, discipline, sijui ruthless, hizo ndo mnataka tuweke hapo. It is because kuna mafuta ambayo Roho Mtakatifu hamjataka awatulize wa Kristo, waumini, wenye kuamini. Hamjataka mtulizwe katika Roho Mtakatifu kiasi cha kuelewa kwamba kuna nguvu ambayo ina uwezo wa kuleta, na hiyo nguvu unaweza kumwomba Mungu akaiongeza ndani yako kiasi kwamba hiyo nguvu inaleta fedha. Hata hizo motivational, chukua video zote, nenda kwenye makongamano yao, wasikilize hayo yote wanaokuambia, ya tathmini chini ya hii nguvu moja inaitwa upendo. Uone, it is all fixed there. Na Roho Mtakatifu akusaidie usiwe katikati yao. You cannot remove God from the question of success and succeed. Hii nyumba tunaoishi, this earth ambayo ametuweka ni nyumba yake, sisi ni wapangaji. Huwezi kuleta kiburi kwenye nyumba ya mama mwenye nyumba. Huwezi kuleta kiburi, usijidanganye. Huwezi ukajikuta eti naweza nikatajitajirisha kwenye nyumba ya mwenye nyumba. God is the owner of this earth. Wasichokueleza vizuri, hata hiyo fedha unaonunua inatengenezwa kwa rasilimali za ardhi hii na dunia hii. Huwezi kumletea kiburi ukasema unamuondoa kwenye question. Ndio maana kuzimu
duniani na mbinguni, wote utajiri wanaoutafuta wote umetoka kwake. Hata anaenda kwa mganga, wote umetoka kwake. If he has not allowed a blessing on earth, hata shetani hana wa kumnyang'anya ili ambariki mwingine. Akizuia mbingu yoyote asibarikiwe, hata shetani hana wa kumuibia ili ambariki mwingine, kwa sababu yeye ni mwizi. Anaiba kwa huyu, anambariki huyu, baadaye huyu anakosea, anamuua, anamchukua huyu, anampa. Hata hizo baraka anazozitoa kuzimu anazitoa kwake. Huo utajiri unaosema nitafuga chatu, huo utajiri sijui nitaenda nchi fulani, kuna uchawi fulani nitafanya, nitaua wazazi, nitafanya nini, hata huo utajiri unamhitaji Mungu abariki ndio huo utajiri uweze kupatikana. Neema Mungu ikusaidia. Prayer is needed unto all things, kwa sababu prayer it's a communication line. Ni kama leo tulivyo na simu zetu hizi. Maombi si halisi kwamba yenyewe ndio yana nguvu, ila maombi ni sehemu ya kujenga nguvu, kwa sababu maombi ni kama simu yenye bando ndani yake. Nina uwezo wa kumpigia rais kama nina namba zake, nina uwezo wa kumpigia baba yangu, naweza kumpigia mama yangu, naweza kumpigia binti yangu, na katika mazungumzo nikapata maelekezo ama nikapata msaada. Maombi ndio njia yetu ya kimawasiliano na mbingu. Katika yale mazungumzo ndani, nina uwezo wa kupata majibu ya kila kitu. Huwezi kuondoa maombi na Roho Mtakatifu awasaidia wa Kristo. Huwezi kuondoa maombi kwenye question ya kufanikiwa. Huwezi. Sikudanganya. Wasikudanganya. Asikudanganya aliyeomba akapata majibu ya nini cha kufanya, akafanya akafanikiwa, akarudi akakuambia maombi sio. Najua kuna wengine baba zetu katika Kristo walisema hivyo kwa sababu ilikuwa kunaonekana kuna uvivu kwenye mataifa fulani ama bara fulani. Kuna uvivu wa kufanya kazi, watu wanakesha wakiomba. Kwa hiyo walikuwa wana rebuke hiyo hali kwa kuwaambia acheni kukaa kanisani asubuhi mpaka jioni, tokeni kafanye kazi ili mpate mafanikio. Lakini hawakutakiwa kusema kwa lugha ya kwamba maombi hayafanikishi au maombi hayapo kwenye equation ya mafanikio. Maombi yako pale pale kwenye equation ya kila kitu chini ya jua. Kila kitu chini ya jua. Hakuna kitu chini ya jua ambacho hakihitaji maombi. Hakuna. La sivyo jenga dunia yako, nenda kakae, hutohitaji maombi. Hii ya Mungu aliyoumba. Mchawi anafanya ramli, lazima afanye ibada. Shetani lazima afanye ibada. Mimi mtumishi wa Mungu lazima nifanye ibada. Sijui wewe ni nani hasa usifanye ibada. Pasipo ibada huwezi. Ama nenda dunia yako ambayo Mungu hajaiumba, isiyo na Mungu, na sijui utaitoa wapi, kwa sababu he is everywhere. Mtunga Zaburi akatuambia, Zaburi ya 139, hata ningalifanya kuzimu kitanda changu na umo unaniona. Ningalienda miisho ya dunia, huko namo unaniona. Giza na nuru kwako viko sawa. Sasa sijui utakimbilia wapi hapo hakuoni. Hakuna. Roho Mtakatifu akusaidie. It is there. But you have to understand sasa hizi nguvu ili ikusaidie kimchakato. Na ili kukusaidia itabidi nianze katika msingi wa chakula chepesi kabisa. Na Roho Mtakatifu akusaidie sana. Roho Mtakatifu anaugua ndani yangu. Kama hapo ulipo unajijua umeshakuwa kati ya hao waliobeza uweza wa Mungu. Wagalatia anasema, ndugu zangu msijidanganye. Mungu hadhihakiwi. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama ulikusha kupanda katika kusema Mungu kwenye mafanikio hayupo, Mungu na sala na maombi, kuomba kwangu hakuko katika swala la mimi kufanikiwa. Kama uliwahi, weka mkono wako moyoni, mwambie Baba, kwa rehema zako fatisha nyuma yangu. Baba, kwa rehema zako na kwa neema yako iliyokuu nisamehe. Mimi ni mwenye dhambi. Yule mwovu alipofusha fikra zangu, na kule kuzuka kwa Injili, ile nuru ulioniwekea kukapotea. Samehe maneno yangu, samehe fikra yangu, futa kumbukumbu yake, nipe kuanza upya katika uweza wako. Asante Roho Mtakatifu. Neema Mungu ikusaidie. Neema Mungu ikusaidie. It is very dangerous. Vitu vingine unajifunga wewe mwenyewe, unajifungia mikatale mikononi mwako na miguuni mwako.
So hizi nguvu kama ulikuwa unapata neema ya kuandika hapo, nimekuambia make sure unaandika hizo. Kuna nguvu 3 tulizopewa na Mungu, na ndio ndugu zetu katika Kristo Yesu na watangulizi wetu kina Petro walimuuliza, na Mungu akawaambia nguvu hizi zitawajilia, nguvu hizi zitawajilia, lakini mtapokea nguvu akiisha kuja kuajilia Roho Mtakatifu. After he has come upon you, you receive this power. Which power? You receive faith, you receive hope, you receive love, and through these powers you become my witness. You become my witness. Utakuwa shahidi wake kiuchumi, utakuwa shahidi wake kifamilia, utakuwa shahidi wake kila kitu, kwa sababu wote katika Kristo Yesu jukumu letu la kuwa mashahidi. Wote tuna majukumu sawa. Prophet, niko hapa, Prophet Larry, nina jukumu la kuwa shahidi wake paka binti yangu wa mwisho kule madhabahu, paka kijana wangu wa mwisho. Kila mtu ana jukumu la kuwa shahidi wake. Hizi nguvu, how do you get to understand them better? Na Roho Mtakatifu akusaidia. Mwanadamu umeumbwa na Mungu ametujalia kuwa na miili, kisha tuna pumzi yake hai ambayo inatupa ufahamu, a living soul. Tuna nafsi ndani yetu. Kisha mwanadamu, sisi halisi watoto wake Mungu ambao we were made by his image, tulioumbwa na kufanywa kwa mfano wake. Roho zetu, tuna roho ndani yetu ambao ndo sisi halisi. Tuko katika hizo sehemu 3. Na katika hizo sehemu 3 Mungu alivyotuweka hapa duniani, mwanadamu katika mwili una kitu ambacho kinasimama kama jua lako. Kuna kitu kinasimama kama jua lako ambalo ukitoka nje asubuhi jua linaangaza. Huu mwili na haya macho ya mwili uliopewa yanaweza kuona kwa sababu ya lile jua. Unaweza wa kutembea, utaona kuna jiwe pale, utaona kuna maji pale, utaona kuna njia katikati, utaona nisiende kwenye mawe nitaumia, nisiende kwenye maji nitazama, acha nitembee kwenye njia, utatembea kwenye njia. Hilo ni jua linakuangazia. Linamwangazia mganga, linamwangazia mwagozi, linamwangazia mwizi, linamwangazia tajiri, linamwangazia maskini, linamwangazia mrefu, mfupi, mwenye karama, labda mchezaji mpira mzuri sana, muimbaji mzuri sana, ama yule ambaye hajajua karama yake. Wote inawaangazia sawa ili jua. Wakufunge gerezani, hata kama uko kwenye kachumba umefungwa hivi, huwezi kwenda wala kurudi, lakini unajua kuna majira yakifika, unajua asubuhi pamefika, kwa jinsi mwangaza unavyobadilika pale ndani. Hata ujifungie ndani, ufunge kila kitu, bado ikifika asubuhi utajua bisa, okay, kuna mwangaza umekuja sasa wajua. Ikiwa usiku utaona mwangaza utapotea. Ndivyo asili alivyoweka Mungu. Lipo jua linalokusaidia kuona ya kupasayo, na yapi ambayo yana faida kwako kuyafanya, na yapi hayana faida katika mwili. Na Mungu akatoa hiyo lugha wakati anaumba, akasema hicho kitu kitaitwa mchana kwako na vitu vingine vitaitwa usiku kwako. Ndivyo alivyosema pale Mwanzo mlango ule wa 1 mstari ule wa 4, kama sijakosea pale kwenda wa 5. Kwa neema ya Mungu, hem tuangalie hapo. Mtumishi wa Mungu, hem tufungulie hapo Mwanzo mlango ule wa 1. Mwanzo ule mlango wa 1 mstari wa 4 na 5. Aliumba kitu kinaitwa nuru. Akaumba kitu. Sasa nuru sio jua, mwana wa Mungu. Nuru sio jua. Aliumba nuru, hali ya mtu kuweza kuona. Mwangaza, kuweza kuona. Hii ni kushoto, hii ni kulia. Hii ni uchafu, hii ni usafi. Mwangaza ndicho alichoumba. Mtu some mtumishi wangu. Mwanzo 1 mstari wa 4 hadi wa 5. Yes. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen, amen. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Akatenga hizo mbili. Yes. Mstari wa 5. Mungu akaiita nuru mchana na nuru, ule hali ya mwangaza
Akasema kuanzia sasa nilivyoiumba naipa jina. Sitampa Adamu akaite jina. No, ninaipa jina. Nuru itaitwa mchana. Nuru yoyote ukiweza kuona hicho kitu, hayo majira yataitwa mchana. Na giza akaliita usiku. Kwa hiyo giza lolote likaitwa usiku. Angalia kitakachofuata hapo. Akasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Sio ikawa usiku kisha ikawa mchana siku ya kwanza. No. Anabadilisha lugha ya kimajira. Majira ya kuwa ni jioni na majira ya kuwa ni asubuhi, sio majira hayo ndio kuwa mchana na kuwa usiku. Ndio maana anaweka maneno manne tofauti. Angesema Mungu akapendezwa akaiita nuru mchana, kisha akapendezwa akaita giza usiku, kisha akamaliza akasema ikawa mchana ikawa usiku. Inamaanisha mchana na usiku ndio giza na nuru. Kwa sababu kuna watu wanadhani jinsi panapopambazuka asubuhi mchana huo, jinsi panapoingia usiku usiku huo. Kwa hiyo ndio mchana na usiku. No, mchana na usiku ni kitu kingine. Panapopambazuka hiyo ni asubuhi, panapoingia usiku hiyo ni jioni. Mchana na usiku vimefungwa katika msingi. Mungu alipoona nuru ni njema akaitenga na giza, kwamba mwangaza wowote utaitwa mchana kwenye maisha ya mwanadamu, giza lolote litaitwa usiku kwenye maisha ya mwanadamu. Na ndio hapo nataka nikuwekezee. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Mwanadamu akapewa jua litakalo kuja kusaidia mchakato wa mchana wake katika mwili, na akapewa mwezi utakaosaidia mchakato wa usiku wake katika mwili. Sasa katika nafsi akapewa kitu kingine tena, akapewa kitu kingine kinaitwa maarifa. Maarifa ndiyo yanayojenga mwangaza wake katika nafsi. Nafsi ni ufahamu, ni fikra. Katika ufahamu, katika fikra za mwanadamu akapewa jua la fikra linaitwa maarifa. Mwanadamu akiwa na maarifa, akikaa kokote kwenye jambo lolote ana maarifa, ana jua linalomuonesha. Kwa hiyo ana mchana kwenye hayo mambo. Ni mchana mwangavu kabisa, anaona kabisa. Mtu mwenye maarifa mtu mwenye maarifa ya kujua jinsi ya kupiga kinanda, akikiona kinanda kimekaa pale, akisogea, akiweka vidole hivi, akifanya ding 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 dakika sifuri, unaburudika nafsi. Unaburudika kabisa. Roho inasuzika kabisa, kwa sababu ufahamu wake unajua there is a sun inside, ambayo hilo jua ni maarifa. Sio kama jua ile la kimwili. Jua la nafsi ni maarifa, kwa sababu ana ufahamu na ana maarifa ya kufanya huo upigaji. Akiona anafurahi, anafanya na inapendeza. Ukimkuta daktari kwenye chumba cha upasuaji, kwa sababu ana yale maarifa, akiingia hata akikuta mtu amepasuka damu zinamwagika hivi, huwezi kuona ana paniki, huwezi kuona anachanganyikiwa. Anajua protocol. Bana, niletee document pale nisome, ana uzito kiasi gani, ana urefu kiasi gani, ana damu kiasi gani, huyu ana historia gani. Okay, weka pembeni. Haya, twende ni upasuaji. Anaenda pale, ananawa, anavalishwa vizuri, anamaliza, anakuja kwenye chumba cha upasuaji. Kuna mambo anayafanya kiutaratibu, anajua nianze wapi na nimalize wapi. Fika wewe ambaye huna maarifa, uone kiasi gani panakuwa giza hapo, panakuwa usiku ghafla kwako. Taa ziko oni, jengo zima linataa kila mahali, zinameremeta, lakini ghafla utachanganyikiwa kama vile ni usiku totoro kwako. Unaweza ukaona ile damu kwanza ukatetemeka, ukataka kuanguka au ukafrizi, au mwingine ndo akataka sasa kuchukua, jamani chukueni kitambaa mzuieni damu hizo, zuieni jamani. Yani ukapaniki, kwa sababu maarifa yanakusababisha kukosa maarifa. Katika ufahamu kunaleta usiku wako. Kupata maarifa kunaleta mchana wako, na ndiyo nuru yako katika nafsi na giza lako katika nafsi. Roho Mtakatifu akusaidia ufahamu haya. Amen. Katika roho ni tofauti. Katika roho mwanadamu anajua linaloitwa neno. Roho iliyopokea neno la kimamlaka inajua inachotakiwa kufanya, inaona, iko mchana mwangavu. Ndio maana roho ya mtu aliyefedheka,
aliyenyong'onyea. Ukimtathmini vizuri atakwambia hata sijui kwa nini naishi, hata sijui kwa nini niko hapa, hata sijui mimi Mungu ameniumbia nini. Utasikia sijui zake nyingi ni za roho yake. Haoni fulfillment kwa sababu ndani ya roho, sio mwili. Mwili unajua kila mchana pakiingia, kila asubuhi pakiingia, tunaingia asubuhi wote. Mimi prophet naingia asubuhi, na yeye pia anaingia asubuhi. Wote ni asubuhi. Lakini roho yake bado iko usiku. Kwa sababu roho yake, mimi nikiamka najua neno la Mungu limeniita kama nabii, limeniita kumshuhudia Kristo. Kwa najua roho yangu inaelewa na inastarehe katika kusudi la ile neno. Roho yake inateseka. Anaweza akawa ameajiriwa kabisa, lakini anateseka ndani kwa sababu roho haina amani, haina utulivu, haijui kusudi halisi ni nini. Kwa hiyo roho inakuwa katika giza la roho. Hilo ndilo jua la ndani, neno la mamlaka. Ndio maana wanaoenda kwa waganga kiuhalisia, wakifika kule hawatoki katika giza, ila wanashikwa mkono katika giza. Wale wanaoenenda katika giza, waliozoea kutembea katika upofu wa roho, waonaji wa kuzimu, wenye tabia za kimoleki, wanawashika mkono. Hamwambii, hakuna mganga atamwambia mtu kwamba chinja huyu mbuzi na huyu mbuzi atasababisha ndugu zako wafe. Hakuna atakayemwambia. Ndio maana kafara, watu wazazi wao wanakufa, vitu vyao vinakufa, na bado watu wanaenda kwa waganga. Wangekuwa wanawaambia kama tunavyowaambia kiukweli, toa fungu la 10, toa sadaka ya kuteketeza, kama tunavyowaambia plainly kwenye ufalme wa Mungu, wengine wangeshaondokaga, wasingeacha, wangeshaacha mapema sana kwenda kule. Ni kwa sababu kule gizani haambiwi nini kitatokea, anashikwa mkono kwenye hilo giza, na walioko gizani, waliozoea mienendo ya gizani, wanamshika mkono, wanaenda naye huko gizani, wanatembea naye. Anajiona kama anatembea, lakini anatembea, ukimfuatilia vizuri, kusudi hana. Aliyepata mimba kwa sababu alienda kwa mganga, muulize kusudi la huyo mtoto, hajui. Huyo mtoto akiishia kuwa jambazi, akiangalia na nilichokifanya, malipo yangu haya. Mtoto wangu akitaka kuwa jambazi, nikimwona hivi, nakumbuka kusudi la Mungu aliloniambia, haraka sana nampambania. Neema Mungu ikusaidie ujue hivi. Tusipofahamu haya mambo matatu, kwamba neno ndio jua, nikiwa nina neno, if you want to confuse any human being, hasa kwa hao ambao wanapata neema ya kuingia kwenye mahusiano, unapata mwenza, mmetoka background tofauti. If you want to confuse mwenza wako, cheza na mambo yake ya roho. Anakuambia mimi Mungu, miaka inavyoenda amenishuhudia mimi ni daktari, na wewe unaambia mimi Mungu amenishuhudia ni mfanya biashara. Wakati mnaanza pale, mnaenda mkishapendana vizuri, jaribu kucheza na lile kusudi la roho, lile neno alilo nalo kiuwekezaji katika roho, uone kama umpotezi huyo mtu. Mwambie mimi sioni kama ni daktari, alafu acha atoke kuna udaktari, neno lile libadilike ndani yake. Unaweza ukajikuta huko na watu wawili tofauti. Uliyemjua mwanzo sio unayemjua baada, kwa sababu anakuwa kiumbe kipya, ya kale yanapita, ghafla anakuwa mpya. Ndio maana Yesu Kristo alituachia injili iletayo wokovu, na injili ile inatufanya ya kale yanapita yanakuwa mapya, kwa sababu ile neno likishaingia ndani yetu linaangaza jua jipya katika roho zetu. Hatufanani sawa tena. We are not the same human beings before. Our spirits are no longer the same. Roho Mtakatifu akusaidie. Sasa ukishafahamu hayo matatu, kwamba katika mwili naenenda katika jua, katika roho naenenda katika jua la ufahamu, katika roho naenenda katika jua la neno nililo nalo la kimamlaka, la nani? La Mungu aliyeniumba. Ndio nakuwa nuruni. Nikikosa neno nakuwa gizani, na huko gizani nikitaka kutembea, roho yangu ikitaka kutembea, nitashikwa mkono na walioko gizani. Hakuna nuru nyingine, hakuna neno lingine lenye mamlaka. Lucifer does not give a word of authority. Ndio maana Yohana
Injili ya Yohana mlango wa 8 mstari wa 44 anasema, tangia mwanzo nyinyi ni wa baba yenu Ibilisi, maana mnafanya mapenzi yake. Ndio Yesu alivyowaambia. Kuanzia mwanzo kweli haikuonekana ndani yake. Yeye ndiye baba wa uongo. Yeye anasema uongo na ndiye baba wa huo uongo. Hana neno lake ambalo ni la nuru katika roho yako. Hana. Yeye atakusaidia kutembea gizani na kudumu gizani huko, uendelee kuwa kipofu katika roho. Kwa hiyo rohoni kuna neno la kimamlaka linalotoka kwa Mungu. Katika nafsi kuna maarifa. Maarifa ndiyo jua linalokuangazia. Katika mwili kuna jua hili la kimwili. Kwa unahitaji haya majua matatu. Unahitaji hivi vitu vitatu vilivyowekwa vya kukusaidia kuona ya kupasayo. Unahitaji kuwa na jua katika mwili, uone. Hili jua likipata eclipse ya ghafla, hakuna tutakaoweza kuona. Ndio maana shughuli za usiku hazifanani na shughuli za mchana. Zunguka uone tofauti, hazifanani. Unahitaji kutumia rasilimali nyingi sana ya umeme na vitu vingine. Jitihada za kushughulika usiku haziwezi kufanana na mchana, na haikuanza baada ya jua na nyota na mwezi kuumbwa. Mungu aliweka hiki kitu kinaitwa mchana wa mwanadamu na usiku wa mwanadamu tangia asili, ambao ndio nakuonesha kuna mchana wako wa kimwili, kuna mchana wako wa kinafsi na kuna mchana wako wa kiroho. Kuna usiku wako wa kimwili, na Mungu akuepushie mwanangu ambaye Kristo amenipa katika pendo lake, akuepushie hicho. Lakini kuna mchana kwenye maisha yako na kuna usiku kwenye maisha yako ya kimwili. Kuna mchana kwenye maisha yako katika nafsi na kuna usiku kwenye maisha yako katika nafsi, yani ufahamu wako. Kuna mchana katika roho yako na kuna usiku katika roho yako. Na katika hayo kinachotofautisha ni kwamba mchana kuna nuru, usiku kuna giza. Katika mwili, mchana kuna nuru katika ufahamu wako, usiku kuna giza katika ufahamu wako. Mchana kuna nuru katika roho yako, usiku kuna giza katika roho yako. Ndivyo Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 4 Mungu alivyoviita, akaiita nuru mchana na usiku giza. Habari za hii ya kimwili, siku kuanza na kuisha, hiyo ni jioni na asubuhi. Sasa ukishaelewa huo msingi, unaelewa hizi nguvu tatu zinakuja kukaa juu ya msingi gani, upon which pillar of God. In the basic way, katika msingi wa kawaida kabisa, roho yako pasipo imani, pasipo nguvu ya imani katika roho yako, wendi. Katika ufahamu wako pasipo nguvu ya tumaini, huendi. Katika mwili wako pasipo nguvu ya upendo, hufanikiwi katika haya yote yaliyoendelea ndani yako. Roho Mtakatifu ametuwekezea pale Wakorintho wa kwanza mlango wa 13. Wakorintho wa kwanza mlango wa 13 mstari ule wa 13 wa mwisho. Basi sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Faith, hope and agapao, agape, love. Na katika haya matatu lililo kuu ni upendo. The most important and sufficient is love. And the importance before God is not based on number 1, number 2 and number 3. It is based on fulfillment. When God says something is important than other things, hamaanishi hichi hawa wengine hawana maana. No, he says this makes the fulfillment of all. Love makes the fulfillment of all, of faith and hope. Sehemu nyingine Mungu anafika hatua anasema, na anatufunulia Roho Mtakatifu anasema, asiyowapenda wa kwao, whoever that does not love his own kin is worse, ni mbaya kuliko asiamini.
Anazitenganisha hizi nguvu. Anasema asiyependa, asiyetumia hii nguvu ya upendo ni mbaya kuliko asiye na hata hii nguvu ya imani. Yaani aliyekosa nguvu ya imani ni angalau tunaweza kwenda naye. Ila aliyekosa nguvu ya upendo hatuendi naye. Anaamua, anatuambia hata sisi katika imani. Anatuambia nao watawajua nini? Pale Yohana 15. Injili ya Yohana. Nanyi watawajua nini? Kwa jinsi mnavyopendana nyinyi kwa nyinyi. They will know us through the love, the power of love we have between us. Mimi mtumishi wa Mungu, I can never dare talk against my brothers in Christ. Kwa kumtaja jina fulani. No. I can rebuke several things. Lakini sina nafasi mimi ya kukaa na kumuongelea mtumishi yoyote. Awe ameanguka, amenyanyuka sana, ametukuzwa sana, ameshushwa chini. No. I love all of my brothers in Christ. For the Holy Spirit that feeds me, feeds also them. For the Holy Spirit that teaches me, teaches them also. Na hiyo neema ikujaze na wewe mwana wa Mungu. Ujue jinsi ya kuishi katika hiyo nguvu. So kwa neema ya Mungu tuziangalie hizi nguvu tatu. Kwa sababu ukishajua hili jua la roho, hili jua la nafsi na hili jua la mwili, hizi nguvu sasa you equate them in the equation. Imani inatenda juu, ndio inayosaidia hili jua lifanye kazi la roho. Tumaini ndio inayosaidia hili jua la maarifa lifanye kazi. Upendo ndio unaosaidia hili jua la kimwili hili. Kwa wale ambao tuko pamoja jiji la Dar es Salaam, hili jua linalochoma kweli kweli liweze kukuzalishia matokeo, lazima upendo uwekwe hapo. Without the ingredient of love, utoboi. Let me challenge you easily. Wewe unazani mheshimiwa kama Bakresa ana watu wangapi ambao wako kwenye payroll yake, ambao amejitoa katika mchakato wake wa kifedha kuhakikisha kwamba wao wanapokea mshahara ndio yafunge mahesabu yake ya profit every end of the month? If he does that, I'm not sure, I have not been in that system, lakini every possibility, every end of the week ama end of the month kuna mishahara na kuna upendo anaoachilia kwa uaminifu. Kwa sababu asipotoa mtamfanya nini? Zaidi ya kumfungulia mashtaka ambayo anaweza akaendesha hayo mashtaka hata kwa miaka 10 na msimfanye chochote. Akalipa wanasheria kwa miaka hata 30 na msimfanye kitu. Anawaweka kipaumbele kwamba wafanya kazi wangu hawa 2150 20. Si yeye peke yake, na wafanya biashara wengi, wengine hata wadogo. Lakini wanaweka kipaumbele cha kulipa hawa mshahara ili yeye ndo wafunge mahesabu yake ya kupata profits. Or let me make it easier for you. If you are incapable of loving your neighbor's problem than your problem, ili jua la mchana, hili la kimwili, it is useless to you. Mkazi bure kwako. Una shilingi 50,000 kwa sababu huna shati jipya, kwa sababu huna perfume nzuri, kwa sababu hujala vizuri. Hayo ni matatizo yako. Unaichukua shilingi 50,000 aliyokupa Mungu kama mbegu, unaibwaga juu yako hapo. Tena mwingine anachukua pesa na 5,000 pale, anachukua 5,000 anakuja anampa mtumishi wa Mungu, anakuambia Mungu kanibariki, shika fungu la 10, 5,000. Anabaki na 45,000, anaenda anaibwaga juu yake. Kwa sababu kajipenda yeye. Hapo anatafuta mafanikio kwenye hili jua la mchana. Upate. Huwezi kufanana na mtu ambaye amechukua 50,000 yake, akatoa fungu la 10,500, akachukua 45,000, akaenda akatafuta shida ya watu, akaitatua. Yeye anataka shati na nguo, ila nyumbani ana maji ya kutosha ya kunywa. Akaenda akakuta mahali kuna shida ya maji ya kunywa, akanunua mikokoteni ya 10,000 ama ya 15,000, akanunua na madumu, akaanza kusupply maji. Huwezi kufanana naye wewe. You will never look at it. Hutofanana naye kimaendeleo daima, kwa sababu upendo wake unamsaidia kutumia hili jua la mwili vizuri. Anapenda matatizo ya watu. Anaweza asiwapende hao watu, ila amependa matatizo ya watu. Ndicho kinachomsababisha nyakati fulani Mungu alinijalia neema, nikawa nasemezana, nikawaambia watu waliokuwa nao siku ile, nikawaambia CEO wa Coca-Cola aliyeko pale Marekani hajui wala hanifahamu mimi mnywaji wa Coca-Cola Tanzania, hanijui. Lakini guess what? Anatoka ofisini, yule bwana lazima analipwa hela nyingi sana. Usije kazana ana shida kwamba anatoka nyumbani kwake anaacha usingizi saa 2 asubuhi kwa sababu ana shida. Yule ana shida tena. Anaamka on time, awe saa 2 kazini on time, ili aweke logistics zote sawa.
ili paka mimi nileko Tanzania Coca-Cola yangu isichelewe, nisikose Coca-Cola. Paka imefika mahali sihitaji kuamini, nina uhakika wa kwenda dukani na kupata Coca-Cola. Kwanzia nimezaliwa, nyakati ambazo Mungu amenipa mimi, sijui wewe, lakini kwanzia mimi nimezaliwa Coca-Cola nimeikuta ipo. Inabadilika tu namna, lakini ipo tu. Ukifuatana na hizo nyingine Fanta, Sprite na kila kitu. Ila yule CEO ndio really in charge. Ameacha mambo yake, ameacha vitu anavyoweza kufanya, na si anaacha mara moja, continuously. He is so in love with the problems I have here in Tanzania of having Coca-Cola that he works diligently and in love with that problem. Completely in charge. Wewe unataka uje ufanane naye, wakati wewe tukikupa tu jambo lolote linalotuhusu sisi wengine, dakika sifuri tunajuta. Ndio kiwango cha nguvu ya upendo iliyoko ndani yako. Kuta mwingine na makarabasha mengi sana, ana kikapu kizima cha mafaili, anakuambia na proposal. Ukimtazama vizuri huko ndani, nguvu ya upendo hakuna hata kidogo. He is using proposals, ama he is using investment. Niwahi kutana na mtu mmoja nyakati fulani. Kwanza haamini kama kuna mtu anaweza kumsaidia. That's the first problem. Cha pili, anachoamini ni kwamba kila mkakati anaoufanya ni kwa manufaa yake binafsi. Na alikuwa mdada. Sasa bora hata mwanaume aamini hivyo. Akiwa mwanamke inakuwa hatari zaidi. Anakuwa manipulator. Kiasi kwamba Mhubiri anasema, nimeliona lililo chungu kuliko mauti. Na yule mtu sasa alikuwa karibu yangu, nilikuwa sina cha kufanya, nilikuwa sina namna ya kufanya. Ilibidi niishi naye kwa alivyo na nikubali kwamba machaguo ya kimaisha tunatakiwa tuyaishi tu kama yalivyo. Na tukiyakubali, nikajaribu kwa jitihada ambazo Mungu alikuwa akinijalia hatua kwa hatua, lakini fika mahali nikashindwa. Kwa sababu unakuta mtu ndani, upendo alio nao, nguvu ya upendo alio nao ina mishale ya hivi. It is only directed to that person. It is self-centered. Hiyo sio uweza tuliopewa na Roho Mtakatifu. Na hiyo uhitaji Roho Mtakatifu. Kujipenda wewe na kupenda ya kwako uhitaji Roho Mtakatifu. Unaweza kupenda tota mwenyewe. Hata waovu. Yesu Kristo anasema pale Luka 6, kuanzia mstari wa 30 pale 30 pale 32. Kada 37 utaona. Nikiwapenda wanipendao nafanya fadhili gani? Hata waovu wanawapenda wapendao. Wanawakopesha ndugu zao. Haina maana. Sisi tunapojiliwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ni ili selfishness iondoke ndani yetu. Tuanze kufanya miradi ambayo tumependa matatizo ya watu. Injili ninayohubiri, nimeacha kitanda kizuri, nimeacha maisha mazuri, mkoa fulani ambao Mungu aliniweka na kunistawisha. Nimeacha kazi nzuri. Amenitoa huko ngazi kabisa za management, where I would have sit there and enjoyed my life. Amenitoa huko kwa sababu moyo wangu ameuwezesha kupenda kuona wanavyofanikiwa katika Kristo watu. Hata mimi nifedheke, Kristo Yesu adhihirike mioyoni mwa watu. Huo ndio upendo wangu. Utapigana asubuhi, mchana, jioni. You will fight today to the end of earth. I will still be here speaking about Jesus Christ. Nitakuwa hapa bado. Kwa sababu my love, tayari Roho Mtakatifu aliposhuka, nguvu alionipa ni upendo. Na upendo haunisaidii katika roho, haunisaidii katika ufahamu, unanisaidia katika ili jua. Nikiamka asubuhi, nikishajua leo ni Jumatatu. Kwa mfano, ni Jumatatu, najua limenyanyuka. Leo nina ratiba gani Jumatatu? Jumatatu ninafanya ABCD. Nimenyanyuka tena. Leo ni Jumatano. Ni Jumatano nina ratiba hii na hii na hii. Ninajua wapi kwa kwenda ili kuwafikia wale ambao nimependa na nimependa shida zao. You want to do in business? Lazima uwe nguvu ikae ndani yako. Ili jua la mchana uweze kulinufaika. Go to Bakresa, nenda paka kwa maskini wa mwisho Tanzania. Nenda kwa Dangote ama kwa tajiri yoyote unayemjua wewe. Paka masikini wa mwisho, utafahamu tofauti yao ni nguvu ya upendo. Jinsi gani huyu anajali na kupenda matatizo ya watu tofauti na huyu masikini huko. Na nguvu ya kupenda matatizo ya watu si ya kiasili. It is not by nature. Human being was not built up by nature hivyo.
Ndio maana tunahitaji Roho Mtakatifu, hasa tulio katika Kristo, kujua matatizo ya ulimwengu katika kweli, kwa sababu wengine ni manipulators. Indeed, they are not going out there. Haendi Sinza, haendi pale soko kuu, haendi pale Dodoma soko, haendi kule Mtwara, labda haendi kwa sababu anataka kusolve matatizo ya wale watu. No, anaenda kwa sababu anataka kumanipulate matatizo ya watu anufaike. Ndio maana wengine wanafeli tu, anajifanya anajificha hapo, kama vile anataka kusolve matatizo ya watu, inamwangukia puani. Lakini sisi kwa kuwezeshwa na ile nguvu na Roho Mtakatifu akitujaza nguvu inayoitwa upendo ndani yetu, we see issues and we go for them and we feel happy to solve them. Hiyo ni nguvu ya upendo, inakusaidia kuchakata hili. Katika nafsi ni tofauti. Nimekwambia jua la nafsi ni maarifa. Ndio maana hata ukienda kwenye karama za Roho Mtakatifu utafahamu. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 12, kenda ukiziangalia zile karama pale 9 alizoziachilia kati ya kadha ambazo ameziachilia Roho Mtakatifu, utafahamu pale kuna karama inaitwa karama ya neno la maarifa. Kipawa hicho. Sasa ile sio nguvu, ile ni kipawa. Kuna watu wanapewa kipawa cha neno la maarifa, na anatuachilia kama kanisa, anatujenga muda mwingine kwa neno la maarifa la kimkakati. Kuna neno la hekima la kihofu ya Mungu, la kumcha Mungu. Sasa katika nafsi yako, jua nililokueleza ni maarifa. Hilo ndio jua. Linaweza likaangaza. Umesoma degree, uko hapa, umesoma masters, unasoma PhD, yamkini hata uko nje ya nchi sasa hivi uko unasoma bado, ama umemaliza. Mwingine amekuwa ni fundi mzuri sana wa magari labda, au wa aina fulani, ni fundi mzuri wa mbao. Hayo maarifa tayari unayo, lakini unahitaji nguvu inaitwa tumaini. Yani unahitaji. Pasipo tumaini, hata kama una maarifa hayo, bado mchakato haujaingia. Pasipo uweza, pasipo nguvu, pasipo power, manifestation cannot happen. Chukua mfano wa gari lisilo la mafuta, petroli, yenye kuzalisha nguvu ya kimzunguko kule ndani. Hiyo engine inaweza ikawa ni V8 ama hata V12. Very expensive engine, very strong engine, ina horsepower zenye nguvu kweli kweli, lakini it's nothing, it is useless kwa sababu haina power. Jua likisha kuangazia la kimaarifa, sasa unaingiza nguvu ambayo kati ya zile nguvu tatu inaitwa tumaini. Na kwenye swala la tumaini, hapo ndo changamoto zaidi, na Roho Mtakatifu akusaidia ufahamu. Nguvu hii inazaliwa na experience. Nguvu hii inatokana na experience, nikitumia neno zuri zaidi. Inahitaji uthabiti wa moyo. Pasipo uthabiti wa moyo, maarifa yote ulio nayo hayana manufaa. If you have no experience, the hope will not unveil. Hope will not unveil. And therefore, whatever knowledge you have without experience becomes useless. Tumaini ndiyo nguvu. Tumaini inatokana na uthabiti. Jua linalokuangazia ni maarifa. Maarifa yanakueleza unaweza kuwa daktari na unaweza kufanya hivi na hivi na hivi. Kama una tumaini lililotokana na uthabiti wa moyo, experience, hili jua halimanifest anything. Hasa kwa wale ambao katika Kristo. Kwa tunaangalia uthabiti, experience. Experience nayo mbele za Mungu inazaliwa na subira. Kwa hiyo kama huna subira, huna experience, huna uthabiti wa moyo. Na kama huna uthabiti wa moyo, huna tumaini. Subira nayo inazaliwa na dhiki. Dhiki inafanya kazi yake kamilifu, inakuzalishia subira. Subira inafanya kazi kamilifu, inakuzalia uthabiti wa moyo. Uthabiti wa moyo unaleta tumaini ndani yako. Na sasa una nguvu inaitwa tumaini. I know motivational speakers wamesha kuchanganya. You need experience, pasipo experience sasa utafanyaje na utaendaje? But do you know how to seek experience? Mimi niko nyumbani sijawahi kuajiriwa, sasa nitatoa hapa experience. Who told you need to be employed? Who told you need to go outside to seek experience?
You can seek experience through your father. Hujajua nguvu inavyofanya kazi. Kweli wewe ni daktari na kweli hujapata kazi bado. Ni dhiki hiyo. Hiyo dhiki tayari ni experience umeanza hapo. Umeanza safari ya kujenga tumaini, na katikati ya dhiki ulio nayo leo ya kutokuwa na kazi na tumaini kujengeka, katikati hapo utapitia tu experience. Una knowledge, una kazi, ni dhiki hiyo. Subira ifanye kazi timilifu ndani yako. Ndio pale Warumi mlango wa 5 mstari wa 3 na 4. Na subira tufurahi tunapokuwa katika dhiki, na dhiki ifanye kazi yake ndani yetu, na subira ifanye kazi yake timilifu. Dhiki izalishe subira, subira izalishe uthabiti wa moyo, uthabiti wa moyo uzalishe tumaini ndani yetu. Ngine nakwambia mimi ni mfanya biashara mzuri ila nimepoteza mtaji. Sawa, ndo dhiki yenyewe hiyo. You're already on the line. Uko tayari kwenye mstari wa kujenga tumaini. Katika hiyo dhiki, subira yako inaenda wapi? Kwa sababu usichokijua ni kusaidia. Tumaini liko hivi, huwezi kujitumainia wewe. Nikwambie ukweli, huwezi kujitumainia. Ndivyo tumaini lilivyo. Tumaini linataka litumaini kitu. Linahitaji limtumainie mtu. Linahitaji litumainie kitu fulani. Neema Mungu ikusaidie. Kwa hiyo you have to be attentive here. Be very attentive. Warumi mlango ule wa 5 mstari wa 3 na 4 unatushirikisha kitu cha msingi sana. Ila si hivyo tu, na mfurahi katika dhiki, mkijua ya kuwa dhiki inazaa subira, na subira inazaa. Subira ikisha kufanya kazi yake kamilifu inazaa uthabiti wa moyo, na uthabiti wa moyo unazaa tumaini, na tumaini ndio halitayarishi, ndio linaondoa watu kuwa na mashaka, kuanguka, kuvurugika kwa mambo. You should know kwanza hili tumaini. Taka udake hapo. Ni cha msingi hichi. Tumaini tabia yake ni kutegemeza, ni kujitegemeza katika yule mwenye nguvu. Sasa mwanadamu by nature anaweza kujitegemeza kwa Mungu ama kujitegemeza katika elimu alizoipokea hapa duniani, kwa sababu hakuja peke yake. Amekuja duniani, amekuta kuna watangulizi, amemkuta baba, amemkuta mama, amemkuta kaka, amekuta walimu, amekuta watu. Anawasikiliza na kuwaangalia na kujifunza na kupokea maarifa, akiwaangalia wanaendaje. Hawaendi vile, wanaenda hivi. Wanapanda juu, hawashuki chini, wanaenda hivi. Ile elimu inayojitengeneza kila siku inazidi kumsogeza mahali, inazidi kumsogeza mahali. Inafika mahali inabidi mwanadamu achague. Ile elimu ambayo imejenga akili yangu na Mungu ambaye ameniumba, yupi ndio niweke tumaini langu? Na ile imezaliwa na nini? Experience. Experience. Haiji tu. Tumaini haliwezi kuja tu. Nilimchallenge siku moja ndugu yangu katika Kristo. Nikamwambia, unajua kwa nini kila ukiamka huhitaji kumpigia mama yako simu kumuuliza kama yuko hai? Kwa nini huhitaji kumpigia baba yako simu ama kufuatilia ndugu zako kama wako hai? Kwa nini hayo mashaka hayapo? It comes from an experience that has brought hope. Kuna experience, kuna uthabiti wa moyo ulioleta tumaini ndani yako, kwamba nilipokuwa mtoto niliamka asubuhi, nikapita corridor hivi, baba akatoka chumbani, mama akatoka chumbani. Hawakufa. Hawakupotelea huko chumbani. Ikaja wiki mbili, wiki tatu. Baadaye kuna nyakati nakumbuka mama alisafiri huko akaenda. Siku zikapita na akarudi, yuko hai. Okay. Nikaenda shule, nikaenda boarding, nikakaa miezi mitatu, nikarudi nikawakuta wako hai. Ile experience ikanifikisha hatua nikikumbuka sikusali, sikuomba, sikukesha, na bado nilikuwa nawakuta. Moyo unatulia, unaondoka kutahayari. Ndio ile Warumi mlango wa 5, na tumaini halitayarishi. Ile hali ya kutahayarika inaondoka completely. Unajikuta ndio unajua kabisa hujawaombea, ndio unajua kabisa hujafunga, unajua kabisa hujatoa sadaka kwa ajili yao, unajua kabisa hayo hujayafanya, lakini hauamki ukiwa na mashaka kwa sababu ya experience ya kujua halijawahi kutokea baya. Tofauti sana na ukienda ukamkuta mtu ambaye mama yake anaumwa
amelazwa wiki, amelazwa mwezi, amelazwa mwaka, yeye hawezi kumaliza masaa 4 5 bila kupiga simu na kuuliza jamani, anaendeleaje? Mama, umeamka salama? Leo unajisikiaje? Kawatafute ambao wana wagonjwa wa kansa manyumbani mwao, uone, ama wana wagonjwa ambao wana magonjwa ambao ni kidogo yana changamoto. Unakuta kuna tabia ya kuwajulia hali again and again, kwa sababu tumaini limeshatahayarishwa by a certain experience iliyozaliwa na subira fulani iliyotoka kwenye dhiki fulani. Sasa katika nafsi yako ni ya muhimu kuchagua kwamba kutokana na experience nilizoziona na tumaini akili yangu, kutokana na experience nilizoziona na tumaini Mungu. Lazima uchague, lakini huwezi kuchagua vyote. Huwezi kushikilia kumtumaini Mungu kwa moyo wako wote na kutumainia akili zako. Huwezi, utachanganywa. Yaani huko patakuwa pana blink kichwani kwako, pana blink mchana usiku, mchana usiku, mchana usiku. Sasa hizi unajiona kama nimefanikiwa. Baada ya masaa mawili, Mungu uko wapi? Mungu nisaidie. Mungu neema, nimeshapokea 50 hapa. Mungu ni mwema. Unakuwa una roller coaster, a roller coaster kind of life kwenye fahamu zako. Asubuhi una raha sana, mambo yanaenda vizuri. Jioni hapo mchana tu kidogo yameshashuka. Unakuwa kusumbuliwa. Umekuja kanisani na sadaka ya shukrani umetoa kwa shangwe, kabla hata jua halijazama tayari unalia. Unasingizia shetani ananijaribu sana, shetani ananisumbua sana. Ile ndoa ambayo nilikuja kumtumishi kukushukuru kwa ajili ya ule mtu, nimempata, nimempenda kweli kabisa, lakini sasa mtumishi, kuna mambo yameharibika. Yule uliyemtolea shukrani, mtumishi wa Mungu, niko tayari, Mungu amenijaza nguvu, niko tayari kwenda kufanya kazi. Unafika kwenye interview, wanakuambia hapana bwana, unataka shilingi milioni 2, si tuna milioni tu. Mtumishi wa Mungu, mile kazi sitaki hata. Mungu sitaki. Kwa sababu kiukweli wewe unategemea akili zako na unamtegemea Mungu. Anemtegemea Mungu, tumaini lake halitahayarishwi. Kwa sababu leta milioni 2, leta milioni 20, nipe mkono wa shukrani. Si kukutegemea wewe wala sikutegemea akili zangu. Kama ameleta Mungu, hata ukinipa mkono tu wa shukrani nikaondoka, I will succeed. I'm telling you, I'll succeed. Niliwahi kuambia mara moja mahali nilikuwa nikifundisha, kaambia mimi maliza, funga mizigo yako, ondoka. Usitoa hata sadaka. Yaani Mungu akakusemesha toa sadaka moyoni, ukasema wewe utoi, usitoe, nenda. Go and still I will succeed. I will still succeed. My own family, familia yangu tu yenyewe, they know of me. Wananijua tangia asili. Wengine wanasema baba yangu kidogo ilikuwepo kwa baba yangu kidogo. Hiyo hali. Wengine wameiona kwangu kwanza. I'll still succeed. Kwa sababu aliyeniita ndiye ninayemtumaini. Sijatumaini akili zangu. Sijakaa nikapiga mahesabu nikasema wale wangapi, 5, 6, sijui wale 10, 20. Sijategemea hayo. Wewe umeamua kutegemea, si kwamba sina dhiki. Kumbuka tumaini langu nalo limezaliwa katika dhiki. Tumaini lako unayetegemea akili zako limezaliwa katika dhiki. Hakuna ambaye tumaini lake halijatoka katika dhiki. Wote, hata tumaini la mwito katika watakatifu tulilo nalo, Waefeso pale mlango ule wa 3. Tumaini la mwito katika watakatifu mlango ule wa 2. Mlango ule wa 2. Tumaini la mwito katika watakatifu lenyewe tu na lenyewe limezaliwa katika dhiki ya Kristo Yesu. Dhiki aliyopitia. Wote tumetoka katika dhiki. Ila dhiki yangu mimi imenifundisha kumtegemea Mungu kwa moyo wangu wote 100%. Sina hata 0.5. So nikienda nikifanya kazi, najua hii kazi naweza nikapewa milioni. Thank you God, nimepata. Nimemaliza kufanya kazi, akanipa 500,000. Thank you God, nimepata. Nimemaliza kazi, akaniambia nakushukuru, mkono wa shukrani. Thank you Lord, nimepata. Kwa sababu mwenye kunijaza atanijaza tu. Utaiba, utaenda, mali ya asiye na haki ni urithi wa mwenye haki. Utaenda utampa mwenye haki mwenzangu. Mwenye haki atamgusa mtu wa msingi. Mwenye haki fulani atatoka huko, atanipa mimi pasipo kuomba, bila hata kufanyia kazi, ili Mungu anifariji, ili Mungu akufariji na wewe. Na mwana wa msingi wa madhabahu ya kinabii, lazima Mungu akusimamishe katika hii misingi. Kadiri anavyonitendea, zaidi hata anavyonitendea, lazima akutendee kwa utukufu wake. Na Mungu akusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neema Mungu itusaidie hapo zaidi na zaidi. Amen. Kwa tumaini liko hivyo. Tumaini lazima utegemee.
Kwenye swala la tumaini lazima uchague unategemea akili zako zilizozaliwa na dhiki ulizozipitia kwenye maisha zikajenga subira fulani, na subira ikafanya kazi ikajenga tumaini, ikajenga uthabiti wa moyo, na uthabiti ukajenga tumaini. Ama umtumainie Mungu kwa zile shida ulizozipitia kwenye maisha zikajenga subira katika kumngojea Mungu, ile subira ikajenga uthabiti, experience ya kumngojea Mungu na anatenda, kisha ikazaliwa tumaini ndani yako linalomtegemea Mungu, linalomtumainia Mungu. Lazima uchague. Ndio ufahamu wako unapofanya kazi, na ufahamu wako ndio amani inapokaa. Amani inakaa kwenye ufahamu. Kwa hiyo ili uwe na amani ndani yako lazima umjue sana Mungu. Ndio Ayubu anavyotuambia, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. Kwa nini anasema mjue sana Mungu? Tafuta maarifa ya washe jua kwenye nafsi yako, kwenye fikra zako. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Amani inatokana kumjua sana Mungu na kumtumaini, na kutumia nguvu ya tumaini katika yale unaomjua, kwa sababu kuna watu wanamjua sana Mungu katika kumchambua na kumkosoa. Kuna wanatheolojia wamemsoma sana Mungu ili wamchambue, wamkosoe. Hawajamtumainia, wanatumainia akili zao kumjua sana Mungu ili wamchambue. Kwa tumaini, unamtumainia, mjue sana Mungu, maarifa, jua liwake. Mtumaini, uwe na amani, ndivyo mema atakavyokujilia. You will see good and you'll know what is good to be done. Hiyo ni nguvu, inaitwa tumaini. Tunaenda kwenye nguvu ya tatu, inaitwa imani. Neno la Mungu linatuambia a very peculiar thing. Penda sana Roho Mtakatifu alivyotuwekea. Kenda Wakorintho wa pili mlango wa 5 ule mstari wa 7. Nasema tunaenenda kwa imani. For we walk by faith, not by sight. Tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. I might close my eyes and yet know I'm supposed to be in Dar es Salaam than to be in Tanga. I do not need to see Tanga. Sihitaji kuiona Tanga, sihitaji kuiona Dodoma. For I walk by faith. Nina jicho la ndani ambalo nini? Imani ndio macho yangu ya ndani. Imani ndio nguvu Roho Mtakatifu aliwekeza ndani yangu, inaniongoza niende wapi, nisiende wapi, nifanye vitu gani, nisifanye vitu gani, nishiriki na watu gani, nisishiriki na watu gani. Macho ya mwili hayaamui niende wapi, nisiende wapi. Na natamani kama mwana wa Mungu nikuwekeze hicho, ujue nguvu ya imani inapotenda kazi, kwa sababu kuna jua linaitwa neno. Unaweza ukawa una neno la Mungu. Ndio pale mwanzo nilipoanza nikakufunulia, kwa sababu natamani uelewe hii nguvu. Warumi 10 mstari ule wa 17 unaposema imani chanzo chake, the source of faith is hearing. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa hiyo imani, baba wa imani aliyemzaa imani ni kusikia. Na kusikia ni neno la Kristo. Na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo neno la Kristo ndo linakuja la kwanza. Neno la mwenye nguvu. Neno la ufahamu wa Mungu, kwa sababu Yesu Kristo ndiye ufahamu, fikra za Mungu zinazodhihirika kwa neno lake. Ndiye Yesu Kristo. Kwa neno la Kristo ni la kimkakati hapa duniani, yaliyo mapenzi ya Mungu, nikitumia lugha nzuri. Ukishajua mapenzi ya Mungu ndani yako katika Kristo Yesu, kusikia kunakuja. Kusikia kukishakuja, imani inazaliwa. Nguvu inaitwa imani inazaliwa. Neema Mungu ikusaidie sana. Hasa kusikia si sawa na kusikiliza. Wote tunaweza tukasikiliza neno la Kristo, ila si wote tunasikia, kwa sababu kusikia kunahitaji ingredient mbili za msingi: utii, obedience and service. Utii na kutumika. Kutii na kutumika.
Wote tumesikiliza rais amesema leo tusiende kazini. Si wote ndani yetu tumetii na kutumikia ile agenda. Tuliotii na kutumikia inaeleza mioyo yetu, roho zetu ndani zilipokea lile jambo. Kwa Mungu anaweza akasema, sasa wewe ninakuonesha. Wazazi wako hawakukuambia, labda mtumishi hukupata wakukuambia wewe ni nani. Haya, nimekuja nikuoneshe katika umri wako huu kwamba wewe nilikuumba, wewe ni mtendakazi. Wewe unatakiwa uwe ndani ya mifumo, wewe unatakiwa uwe mwajiriwa ili nikutumie wewe kufanya kazi zangu ndani ya mifumo. Au mwingine akamwambia, wewe sikukuumba mwajiriwa, wewe nilikuumba mfanyabiashara ili ukae kwenye biashara niweze kukutumia, na si biashara zote. Nilikuumba kwenye biashara za mazao fulani, ama biashara za vipuli, ama biashara za aina fulani ya biashara, nimekuweka huko. Inamshuhudia, amesikiliza. Kusikia, ametii na kutumikia ni jambo tofauti. Na pasipo yeye kutii na kutumikia, imani katika hilo alilolisema Mungu haipo. Wala kama ni wewe, haipo. Nilikuumba wewe ili uje uwe mume wa huyu, nilikuumba wewe ili uje uwe mke wa huyu. Amesikiliza, amesikiliza. Kusikia kunakuja katika msingi wa kutii, kwa sababu kusikia ni ndani. Utii na kutumikia lile, kwamba Mungu amesema, halijadhihirika bado. Nikijiangalia mimi, hapana, haijadhihirika bado. Mimi ni wa kawaida tu hivi, bado mambo yangu ni ya kawaida hivi, lakini ninatii na kutumikia. Sasa imani inazaliwa, inazaliwa katika lile ulilosikia, kwa sababu ndivyo inavyokuja. Na hii imani ikizaliwa, ndio yanakuwa macho yako. Ndio maana neno la Mungu linasema, na Roho Mtakatifu anatuwekezea pale Zaburi ya 119 mstari wa 105, anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Your word becomes light in my feet. Spirit, kone roho yangu ikitembea, inajua linaangazia miguu yangu, linaitwa neno. Na mwangaza wa njia yangu ninaiona kesho kabla hata sijafika. Ninaona miezi 6 kabla sijafika. Nilimwambia Pastor surprise, nikamwambia God has called us to have a church hapa Dar es Salaam. Mwezi wa 3 tunasimama leo, tayari tuna eneo. Siku 60 sasa hivi tunavyoongea ni kama siku 70 sasa. 73 tayari tuna eneo. Vingine alishindwa hata kunielewa vizuri, lakini Mungu akaeka hapo, akamwambia kamata, amini, tembea katika hayo. Hema, Mungu ikusaidie sana uelewe. It helps you. Ni mwangaza wa njia. Unaanza kuona mwisho, unaanza kuutangaza mwisho kabla ya mwanzo, kwa sababu ya neno. Na lile neno si kwa sababu wote tumelisikiliza basi linakuwa taa na linakuwa mwangaza, kwa sababu wengine tumelisikia, mioyo yetu imekuwa udongo mwema, tumetii na kulitumikia lile neno likiwa neno bado. Sasa limejenga imani, ile imani inakuwa macho. For we walk by faith not by sight. Wakorintho wa 2 mlango wa 5 mstari wa 7. For we walk by faith not by sight. Si kwa kuona. In fact, Mungu akitaka kupima uelekevu ndani yako, integrity ndani yako, Ayubu anatuambia anakupima pale Ayubu 31. Anakupima na nipimwe katika mezani ya Mungu ya haki, uonekane uelekevu wangu. Kama macho yangu, kama miguu yangu imetayaraki na kuiacha njia, na moyo wangu umeandamania macho. Yaani moyo wangu ukiacha kuenenda katika imani, kutumia imani kama macho, ukatumia macho ya nje, tayari integrity yangu imekufa. Kiasi kwamba Mungu anakuambia na anatufunulia, anatuambia kama moyo wangu umeandamania macho yangu na pamekuwako kipaku katika mikono yangu, basi na nilime shamba na wengine wavune, na mazao ya shamba yangu na yangolewe. So I will have a job because my job is an outcome of my sight. I will have a business, lakini kwa sababu imetokana na macho yangu, shamba langu wengine watavuna. Nitafanya kazi mimi, mradi watanufaika wengine. Nitapanda mbegu nzuri shambani mwangu, watavuna wengine. You have to be careful. Faith is your capacity to see. Ndio nguvu yako uliopewa. In fact, Mungu anatuambia katika yote tunayofanya kama wanadamu, lazima ujue huwezi kudesire beyond your faith. Huwezi kutamani wala kunuia kupita kipimo alichokupa Roho Mtakatifu cha imani. Kwa sababu kuanzia mwanzo nimekuonesha inaanzaje.
Kwa habari ya majira na nyakati na mamlaka ya Mungu hatuwezi kujua, ila Roho akitujilia juu yetu tunapokea nguvu ya imani, tumaini na upendo. Na sasa tuko kwenye imani. Ile nguvu ya imani kwa kadiri ya kipimo cha imani alichotupa kinaamua tunanuia. Naweza mimi nikatamani kununua gari la milioni 700, wewe baiskeli ya 100,000 ikawa shida. Kwa sababu macho yako ya ndani ambayo ni imani ya kukusaidia, ndio nguvu yako ya ndani uliopewa. You are superhuman power. Imani yako kipimo chake kiko chini. Warumi 12 ile. Na tuonesha Warumi 12. Mstari ule wa 4 na wa 5, mtumishi wa Mungu tusomee hapo. Tuweze kuona pale Warumi 12. Mstari ule wa 4 na wa 5. Sema usinuie makuu. Anakukanya kuliko kipimo chako. Kipimo cha imani alichokujalia Roho Mtakatifu. Mungu tusaidie sana. You have to understand this. Hizi ni prophet, hizi ni revelations. These are revelation to help you. Hizi nguvu. Mungu akinijalia nikipata muda mzuri, nitaingia kwenye kimoja kwa kadri ya neema yake aliyonipa. Kuonesha upendo nafasi yake ni kuonesha tumaini, nafasi yake ni kuonesha imani, nafasi yake. Tusomee mtumishi wa Mungu. Tusomee hapo kwa neema yake Mungu. Warumi 12 mstari ule wa 3. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Warumi 12 mstari wa 3. Yes. Nasema, kwa maana kwa neema niliyopewa namwambia kila mtu aliyoko kwenu. Hata mimi kwa neema nilionayo kama nabii nawaambia wote katika Kristo Yesu. Asinie makuu kupita ilivyompasa kunia. Si asinie makuu, asinie makuu kupita ilivyompasa. Kuna kiwango kinachompasa. Bali awe na nia ya kiasi kama Mungu alivyomgawia kila mtu kiasi cha imani. Kwa hiyo imani ndio kipimo. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. God bless you. It is what I own, what I do, what I conquer in this world is determined na kipimo cha imani yangu. The sight I have in the spirit inaozaliwa na imani. Neema Mungu ikusaidie. Neema Mungu ikusaidie sana. Hiyo ndio imani. Na imani inakusaidia kutembea katika msingi wake Mungu. Unakusaidia kutembea. Maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. You cannot. Pasipo hii nguvu kuzaliwa. Na hii nguvu inazaliwaje? Neno na kujifunza kulitii na kulitumikia. Sio kwenda kanisani na kulisikiliza, bali ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa lugha nzuri nikusaidie, ile Warumi 10:17, imani chanzo chake ni kutii na kutumikia neno la Kristo. Sababu kuna watu wanadhani ukikaa pale umefungua, leo unamsikiliza Prophet Larry, kesho unamsikiliza Mwalimu Kasege, kesho unamsikiliza mchungaji fulani, kesho unamsikiliza mtume fulani, basi sasa ukikaa vizuri pale unamsikiliza Odebo, ukikaa unasogea kidogo unamsikiliza Prophet Lovi, ukikaa basi wewe umetii lolote. Kiasi kwamba Paulo akatuambia, najua mna walimu wengi sana, mna walimu 1000, ila mna mababa wachache. Na mimi ndiye baba niliyewazaa, na hata sasa ninakuzaa kama prophet, as a prophet. Ninakuzaa katika misingi hii. Unaweza ukasikiliza walimu wengi, lakini if I cannot create discipline ya kutii na kutumikia neno la Kristo, sijakuzaa bado. Ili sasa imani na ile nguvu ya imani ikae ndani yako, you start walking into it. Now by the grace of God, neema ya Mungu ikusaidie. Mungu akinipa neema tawekeza zaidi, lakini nataka nikuoneshe hizo nguvu. Hizo ndio nguvu 3 tunazozipokea na zinatusaidia kudili na majira na nyakati. Tunarudi pale Matendo ya Mitume mlango wa 1. Mstari kuanzia ule wa 7. Unaona pale mstari wa 7. Si kazi yetu kujua majira na nyakati aliyopanga Mungu kwa mamlaka yake. Kazi yetu sisi ni kupokea nguvu hizi 3: upendo, imani na tumaini. Na upendo ndio wenye nguvu zaidi. Upendo ndio wenye nguvu zaidi tuliokusha kumwagiwa na Mungu. Mwangalia hata Mungu mwenyewe akiwa kule mbinguni anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, aliacha matakwa yake na mambo yake, akapenda matatizo yetu wanadamu kuliko alivyopenda matatizo yake binafsi, akamtuma mwanae ili atufie matatizo yetu sisi, atusaidie matatizo yetu sisi. Mungu kusaidie. Hiyo ndio nguvu, hizo ndio nguvu. Na Mungu akinijalia nitaenda taratibu na nitakufunulia zaidi ndani kwa kadri ya neema aliyonipa.
takuonesha mambo zaidi yuko ndani. So by the grace of God, umeona nguvu hizi. Na kama Mkristo, kama mtu unayeamini, you have to know, lazima ujue haya, lazima uyafahamu, lazima nikufunulie. Pale wa Efeso mlango ule wa kwanza mstari ule wa 17, wa 18 na wa 19, Mungu anatufunulia jambo pale. Kuna maisha utawahi kuyafurahia mtumishi, kuna maisha utawahi kuyafurahia muumini, kuna maisha utawahi kuyafurahia kama mtu ambaye unamwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema Baba Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, na awajalieni, na ndio kiu yangu, akujalie kupata hekima na mafunuo ya kumjua Mungu. Haya niliyokufunulia, kisha yafanye kazi gani ndani yako? Macho yako, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. The eyes of your understanding, nimekuambia ufahamu wako una macho, yatiwe nuru. Yanatiwa nuru na nini? Neno, hekima na mafunuo, neno. Kisha nini kitokee? Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kulijua tumaini, ili mpate tumaini, mpate kulijua tumaini la mwito jinsi lilivyo. The hope we have ndani ya huu mwito tulioitiwa na Kristo, mpate kulijua. Hiyo ndio kiu yangu ilikuwa muda wote, ili kukusaidia hapo. Kisha nini? Ujue kingine, na ujue utajiri wa utukufu wa urithi wetu, urithi wetu watakatifu. Ujue utukufu wa utajiri huu, wa urithi huu kwa watakatifu jinsi ulivyo. Alafu cha tatu ndo cha msingi zaidi, ujue ubora wa uweza, the exceedingly great power. Ujue ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio. Kwa kadri ya nini? Kwa kadri ya nguvu ya uweza wake. Lazima ujue hizi nguvu zinazokaa ndani yetu, la sivyo hutaujua ubora wa utukufu wa uweza wake. You will not know. Utabaki kulisikia ile neno linahubiriwa kila mahali, litahubiri, lakini usipojua hizi nguvu na kukaa kila unapokaa madhabahuni ukazi exercise hizi nguvu tatu: nje upendo, kwenye nafsi tumaini, kwenye roho imani, hutawahi kujua ubora wa uweza wa ukuu wake ulivyo. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani, kwa sababu ile nguvu ya uweza wake, wa Efeso 3 mstari wa 20, basi atukuzwe yeye Mungu awezaye kutujibu na kufanya mambo makubwa mno kuliko tuyaombayo, beyond what we pray for and what we think, kuliko tuyaombayo wala tuyazayo, kwa kadri ya nguvu. Nguvu ipi? Hizi nguvu zitendazo kazi ndani yetu kwa kadri ya imani, tumaini na upendo. Ni jukumu lako. Neema Mungu ikusaidie. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba, tunasema asante. Baba, tunakushukuru kwa kutupa kibali hichi, maana mambo haya umewaficha wenye hekima, umetufunulia watoto wachanga. Nakushukuru kwa ajili ya watu wako hawa, mfalme wa amani. Mungu wa rehema, utukuke ndani yetu, utuinue Mungu. Tunakusii viwango vyetu vya tumaini, kiwango chetu cha imani na kiwango chetu cha upendo, ili utajiri katika roho na katika mwili na udhihiriko wa uweza wako ukadhihirike katika jina takatifu la Yesu Kristo kwenye maisha yetu. Twakusii Baba. Neema ya Mungu ikusaidie mtumishi wako, ikusaidie mwana wa Mungu, ikusaidie. Unajijua hapo ulipo, hujapata neema ya kujua na kuchukua jukumu la kumuita Mungu na kukaa naye kikao na kusema kuanzia leo tunatembea pamoja. If you know you have a doubt in you katika hilo, hapo ulipo, Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu, aliye fikra za Mungu zinazothibitika kwa neno lake, unajijua maisha yako hayajaendeshwa katika fikra za Mungu, chukua nafasi hapo, umsii Mungu katika sala hii ukifuatisha nyuma yangu, ili uingie katika pendo lake, utembee ndani ya fikra zake. Uache kutumainia experiences ulizotengeneza katika akili za kukua hapa duniani. Uanze kumtegemea kwa moyo wako wote. Ndio Methali 3:5 inavyotufunulia. Uanze kutembea ndani yake
Kwa maana kwa moyo mtu huamini. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Moyo wako ndani kwa imani umelisikia neno, huyu Mungu namtaka. Nilikuwa huko nimehangaika na waganga, nimehangaika na waagozi, nimehangaika na wachawi, nimehangaika na maisha, nimehangaika na akili za wanadamu, nimehangaika na dini za ajabu, nimehangaika na mahangaiko ya paka manabii wa uongo, nimehangaika na makanisa. Sasa nataka Yesu. Sasa namtaka Yesu. Fatisha sala hii. Baba, kwa neema yako ninakushukuru. Ninasema asante, maana umenipenda sana, hata kunipenda kiasi cha kuniletea kweli yako na kuifunua moyoni mwangu. Hivyo naachilia Baba, kwa imani iliyojengeka ndani yangu, najiachilia kwako. Uwe Bwana na Mwokozi wangu, unitawale, uniongoze, na zaidi ya yote, kwa thamani ulioninunua, ukaujenge ukuhani wa kifalme ndani yangu, nami nipate kutawala ndani ya mapenzi yako hapa duniani. Nimemkataa shetani na uongo na njia zake zote. Kuanzia sasa ni mali yako. Nitakutumikia, nijalie kwa nguvu zako na uweza wako, Roho Mtakatifu. Amen. God bless you. Umepiga hatua kubwa sana kwenye maisha yako. Sasa Kristo Yesu ni Bwana na Mwokozi wako. Kaa katika msingi huo na tembea katika msingi huo pasipo kuchoka. Hakikisha unatafuta, kuna namba zitatokea hapo. Unatafuta, unafika kanisani, uendelee kulelewa. Tunaukulia wokovu. Wokovu ni hatua. Nimekwambia unatembea. We walk by faith, not by sight. Tunatembea kwa imani. Na imani, the source ni kutii na kutumikia. Sasa unatii nini na kutumikia nini kama ulisikilizi ile neno kila siku? Kama ulipati mafunuo zaidi? Kwa hakikisha unatafuta kwa kulelewa. Uko mbali sana, tafuta kanisa ambalo lina misingi mema ya Kristo, ulelewe hapo. Uko karibu kanisa letu hapa Dar es Salaam, tuko pale Kimara Korogwe, bonde la utukufu. Fika pale, utamkuta resident pastor surprise, utapata neema ya kukutana nami Prophet Larry, utakutana na watumishi tofauti pale wa kukuhudumia ili kukusaidia kukulia wokovu pasipo wasiwasi, pasipo kutahayarika. Ulijue tumaini la mwito jinsi lilivyo hili, na utajiri wa utukufu wa urithi kwa watakatifu jinsi ulivyo. God bless you so much. It was wonderful. Pata neema hapo dakika moja, chukua sadaka yako upate kumshukuru Mungu. Ni siri kubwa sana pale ambapo unautoa moyo wako na kuusogeza mbele za Mungu. Inua sadaka yako hapo ilipo, ipate kumshukuru Mungu kwa ajili yako na kumsemesha. Unajua Mungu amekugeuza kwa namna ambayo anajua yeye. Unajua alichokuwekezea katika mafunuo haya. Msi Mungu akusaidie. Baba, tunakusihi kwa sadaka hizi tulizozileta mbele zako. Sikia maombi yetu, sikia haja za mioyo yetu. Tunazisogeza mbele zako, Mfalme wa amani, kwa habari ya imani na nguvu ile ya imani, kwa habari ya tumaini na nguvu ile ya tumaini, kwa habari ya upendo na nguvu ile ya upendo. Mfalme wa amani, tukirimie kwa haja, tukirimie haja hizi, Mfalme wa amani. Si kwamba tunatoa sadaka kukununua, ila katika vingi ulivyotupa tunarejesha kwako, ili chemchemu ya mioyo yetu itoke kwako. Maana hazina zetu zilipo ndipo mioyo yetu ilipo, ili upendo wetu ukawa unatoka ndani ya pendo lako, ili tumaini letu likatoke ndani ya mwito wa watakatifu ulivyo, ili imani yetu ikatoke ndani ya neno lako, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Baba, pokea sadaka za watu hawa. Mungu wa rehema, twakusihi, pokea sadaka hizi na wabariki katika jina takatifu la Yesu Kristo. God bless you. God bless you so much. Nuru ya Kristo Yesu ikawaangazie, neema ya Mungu ikawatangulie. I love you and I'm praying for you. It's Prophet Larry, a prophet to the last generation. God bless you. God bless you. God bless you beyond measure. Have a wonderful time.